Alpha Talk means all times outreach and training charge. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Hii ni kanuni ambayo mpaka leo Mungu anataka uende nayo nyumbani, kwamba alivyomtoa mwanae wa pekee hakuishia pale, bado hata leo Mungu anatoa wanae wa pekee. Hii sadaka unayojitoa hapa, unapungukiwa wewe katika fedha yako, ili kwamba ulimwengu usipotee. Kama Mungu amekufanya kuwa mwanae wa pekee, ishara itakayokutokea ni tofauti na wengine. Wewe unakuwa kama ni sadaka, ni kitu ambacho kinajitoa. Mungu aliwapenda walimwengu akamtoa mwanae. Mpaka leo Mungu, sisi kanisa, anatuita ni wadogo wa Kristo. Ni sisi ambao Mungu anatutoa kwa ajili ya ulimwengu, kama alivyomtoa Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Mpaka leo bado Mungu anajitoa kwa ajili ya ulimwengu kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itakapokudondokea wewe kutolewa kwa ajili ya ulimwengu, usione vile ambavyo unahubiri, unarudi nyumbani maisha magumu, unaomba lakini mahitaji yako yote uyapati. Kimsingi unaona bado unapungukiwa. Mataifa unaona kama wanastawi, mataifa unaona kama wanafanikiwa kuliko wewe. Mungu anakutaka wewe uwe dhabihu kwa ajili ya watu wa mataifa. Mpaka leo bado Mungu anatoa wanae wa pekee kwa ajili ya ulimwengu, hajaishia kwa Yesu. Na siku akikutoa ndo hapo unajishangaa, ni baba mchungaji kweli, gari huna? Ni baba mchungaji kweli, macho na chakula kizuri huli? Unajiuliza, mimi faida gani napata kwa utumishi huu? Hapana, nisikilize mimi. Mungu akiamua kuwapenda walimwengu, anajitwalia mtu katika kanisa, anamfanya dhabihu. Kubali kuwa dhabihu. Tunaona tunavyofanya. Tunaombea mataifa, tunaombea watu wa hospitali, tukiwa hapa tunajitoa. Sadaka ni kutoa. Hii ni kwamba ni namna ya upendo. Angalia, tukitaka kuhubiri injili kwa ajili ya mataifa, lakini anayetoa sadaka wewe. Kwa sisi tumefanyika bado ni watu wa kutolewa ili ulimwengu upone. Kwa Mungu alipomtoa mwanae pekee ya kuishia hapo, hadi leo bado Mungu anatoa wanae. Kama wewe ni mwana wa Mungu, kuna nafasi, kuna sehemu unajitoa. Na kuambia ukweli, kama ni kwenye ndoa, kuna mahali unajitoa ndoa yako mwenzako aweze kupata neema. Kama ni kwenye kwaya, uko unajitoa wewe, kwaya inasimama. Kila mwana wa Mungu kuna sehemu anajitoa ili wengine wapate faida. Kama wewe ni mwana wa Mungu, usiogope kuona mateso. Hata kama ni nyumba kubwa, watu wengi, utashangaa wewe yanaweza kukukumba mambo, ni kwa sababu wewe unatakiwa ujitoe ili wengine wapate raha. Usione kwaya kubwa kuna mtu. Usione kanisa kubwa kuna mtu. Usione mahali panapendeza kuna mtu. Usione watu wanapona kuna mtu. Usione watu wanafunguliwa kuna mtu. Kuna mtu anajitoa. Kuna mtu. Usione watu wanaolewa kuna mtu. Usione watu wanazaa kuna mtu. Kwa hiyo Mungu ikufanya wewe kuwa huyo mtu, usiogope. Ndio neno ambalo Mungu anataka pia usikie kwa maana nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kabisa Mungu akufanya wewe kuwa huyo mtu ambaye wengine watapata neema kupitia wewe. Itakutokeaje? Utatolewa uwe dhabihu kwa ajili ya watu wengine. Ndio. Yaani ukiangalia unajua sasa, nikitoka mimi hapa hamna kitu. Nikitoka mimi kwenye hii kwaya hamna kitu. Nikienda anavyonifanyia huyu mwenzangu hapa hamna ndoa. Unajua kabisa hapa hamna kitu. Ni mimi nimeshika. Usiogope ukasema mimi nitakuwa najitoa. Bwana alijitoa mwenyewe kwa ajili ya ulimwengu. Walikuwa wenye dhambi na wenye giza. Na wewe jitoe kwa ajili ya wenye giza. Sio Bwana ananifanyia mabaya. Ndio. Hata Yesu alifanywa mabaya baada ya kujitoa. Endelea kupambana, sema kwa kuwa nikitoka mimi panakufa katika hii ndoa. Panakufa katika hii eneo ambalo nimekaa. Nitakaa ili watu wamuone Mungu, haja chini wenye dhambi. Maana hata Yesu alikaa kwetu ili sisi tuhesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa kuna hali ya unyonge inamjia mtu kwamba mimi tangu, mbona wengine wanabadilisha mavazi, wengine wanabadilisha magari, wengine sijui wana nini, wengine mbona mimi pale niliposikiliza. Inawezekana uko pale kwa sababu ukitoka tu kwa hawataendelea, wataanguka hapo, watakufa. Afu wengine wale wanaokunywa hapa kwa wote hapa kwa mengi hapa, wao watabeba na mimba, watazaa na vitoto, watatembea wakiwa wengi, wanaenda kule. Sasa namna ya kuchora ile, kila kidesign vinanishinda eneo moja. Sasa wale wakishakuwa wale masafi, ukipindi wanaenda kule, na mchoraje pale? Nikashindwa. Ndio sasa nikachora hii. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kwamba watu watapata neno la Mungu, ndio itakuwa mzizi mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio itakuwa mzizi wa maendeleo yao. Alafu wakishakula neno la Mungu watastawi na kuzaa matunda. Na haya matunda yapo 9, yani ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lina nini? Lina mambo 9. Sawa? Watazaa matunda. Lakini pamoja na kwamba watazaa matunda, ni kama hawang'ali sana, ni kama hawapendezi, hawanenepi, lakini wana matunda ya Roho Mtakatifu, kwa kuwa wanapokea kutoka katika Biblia. Lakini kuna wengine wao wamekatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao hawataki Biblia, wao wanaangalia neno kwenye Biblia, hili nashika, hili sitaki. Mkesha unaenda usiende, baadaye naenda hii sitaki. Anachagua, kuna mfungo sifungi. Umeisha naenda. Hao wataonekana wanastawi, wana majani makubwa, wanamelemeta, lakini kwa kweli hawana matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawana? Na ukiangalia sema mimi lule ile. Ila halina tunda. Imekatwa, halitoi mizizi yake pale. Hili safi limekatwa, haliwezi kuzaa tunda. Hili halizai tunda. Lile hawa ndio matajiri wa ulimwengu. Hawa ndio wale wanaosema ibada ya kitu gani, hawa wanaosema wokovu kitu gani, ndio hawa. Lakini hawa wote hawana matunda ya Roho Mtakatifu, kwa sababu wana ustawi usiozaa matunda, kwa kuwa tunda haliwezi kuzaliwa kama hakuna neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa ni watu wanasema hata mimi naweza kuwa mti. Mpaka mimi kwani yule si mti na mimi nataka kuwa mti. Wamejiotesha wenyewe, hawana matunda kwa sababu chini hakuna neno lililowatuma. Lazima utumwe, neno la Mungu likwambie kawe mchungaji, kafanye kile. Sauli yeye amesema mbona yule amefanya na mimi nakuwa, na mimi nataka kuwa mti. Ameamua kuwa mti, ila hana nini? Huyo ameamua kuwa mti na yeye amejiundia chini hamna neno. Hana nini? Na huyu tena hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa wamejiweka kwenye huduma, kumbe chini hawana msingi. Neno gani limewatuma? Hawana matunda. Hawa wamegoma kukaa hapo, wanataka waonekane na waone wazuri kuliko wengine. Hawana matunda. Hawa wanatuma jani tudogodogo kwa sababu wanaziki na mambo wanapambana. Kuna mambo wanapambana kwa sababu wanazaa matunda. Kuna vitu wanapambana lakini wanazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii ndio picha niliyoipata baada ya ile kushindwa kutengeneza wale wanaokunywa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu umeelewa? Wewe unataka uwe wapi? Uwe yule au uwe huyu au uwe yule? Hao wote ni somo. Na ukihesabu matawi yaliyokatwa utakuta ni 9. Na ukihesabu matunda hapa utakuta ni 9. Tukiangalia walioondoka wakasema mimi hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi kiwa wamenyauka. Kwa hiyo hii ndio hesabu ya Mungu. Heri unyauke kwa nje, lakini umebeba kitu kikubwa, umebeba tunda. Kuna vitu vinabarikiwa, kuna watu wanaona Mungu kupitia wewe. Pambana hapo hapo, kuna taji. Wewe popote unapoenda utatafuta tunda. Hata Yesu alitafuta tunda. Akapekua akaona mti akaokoka.
akakuona akaulani. Kwa kubali kuzaa tunda, usikubali maonesho. Ndio maana ya haya. Mungu awabariki. Tusimame twende kuomba. ATOC means All Times Outreach and Training Church.